Na mambo kama hayo Mungu hupenda kubariki sana ukweli. Kama kuna mtu alizungumza yale mambo kwa hila, kuna wajibikaji. Kuna wajibikaji. Lakini nilichokiona hapa ni kwamba tumefanya mkutano huu katika mazingira ambayo ni wezeshi kwa maana ya freedom of speech hapa. Kila mtu aliyekuwa na jambo amelisema. Na ukweli ndio unaoponyesha. Matumaini yangu ni kwamba tunapotoka hapa tutaendelea kutekeleza wajibu wetu kwa ufanisi ipasavyo. Ni wajibu wa kikatiba, ni wajibu wa kisheria, ni wajibu wa kanuni za maadili ya utumishi wetu kila tunakotoka. Kwa hiyo mkakati wa kwanza au mkakati mkubwa ni kutekeleza majukumu yetu kwa kuzingatia katiba, sheria na kanuni za maadili ya utumishi wetu, kila moja kwenye utumishi wake. Ni mahakama, ni ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ni ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ni ofisi ya taifa ya mashtaka, ni jeshi la polisi, ni jeshi la magereza, ni mamlaka ya kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya, ni uhamiaji, ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ni Tanganyika Law Society, ni chama cha mawakili walioko katika utumishi wa umma, sisi wote. Na hata waandishi wa habari, kila mmoja anawajibika. Katika ile dira niliyowasomea, unaona hata vyombo vya habari vya umma na vya binafsi vimewekwa pale, vinawajibika. Kwa hiyo ndio mkakati wetu mkubwa. Kwa sababu haya masuala yote yako kwenye katiba, yako kwenye sheria, yako kwenye kanuni za maadili ya utumishi wetu. Huo ndio mkakati wetu. Tunapotekeleza majukumu yetu au tunapoendelea kutekeleza majukumu yetu kwa namna ambayo inaonyesha tunawajibika. Lakini muda mfupi nimezungumza juu ya habari ya jukumu la vyombo vya habari, ambao nao inatambuliwa na dira kwamba wana jukumu muhimu. Tungependa kuwe na responsible journalism. Unaporipoti, ulipoti kitu ambacho ni sahihi, sio upotoshaji. Sitataka kutoa mifano. Ninaombeni sana vyombo vya habari, mna jukumu kubwa na ninyi la kujenga, na ndio maana hata dira inawatambua. Lakini tungependa uandishi wa habari na utoaji wa taarifa unaowajibika, unaojali na ustawi wa taifa, unaojali na kuheshimu haki za watu wengine. Na sasa nilichokiona kingine hasa ambacho kimekuwa kikijitokeza baada ya kuona yale masharti yaliyoko kwenye ibara 25 ibara ndogo ya kwanza ya katiba, baada ya kuona yale yaliyoko kwenye sheria zetu, baada ya kuona yale ambayo yako kwenye dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2020 mpaka 2050, ninachokiona kwamba madhaifu yetu makubwa, mimi nasema ni madhaifu, wala hata sitaki kusema sijui mambo ya kina Mheshimiwa Mwambukusi pale areas of improvement. Hii kitu inatuhafifisha udhaifu wetu. Tunahitaji pengine kuwa na sheria ya taifa ya uwajibikaji, the National Accountability Act. Na ilisema hili nikimshauri Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa serikali, naibu mwanasheria mkuu wa serikali yuko hapa. Siku Mheshimiwa Rais anazindua dira hii hapa Dodoma, mimi nilikuwepo. Na Attorney General naye alikuwepo. Na mimi nilikabidhiwa hii dira na Mheshimiwa Rais. Na viongozi wote walikuwepo walikabidhiwa. Lakini katika hotuba moja alitutaka sisi mahakama tutekeleze wajibu wetu wa kutoa haki kwa kuzingatia viapo vyetu. Na kwa kuzingatia pia kwamba sasa haki ni kipaumbele cha kwanza, ni moja ya vipaumbele muhimu, na kikiwa cha kwanza kabisa haki na utawala bora. Lakini pia alitaka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuziangalia zile sheria na kupeleka mapendekezo za kuboresha ziboreshwe, za kutungwa zitungwe, ambazo zitapelekea kuwepo kwa utekelezaji wa ile dira kwa ufanisi ipasavyo, ili kufikia ustawi wa wananchi ambao ndio lengo kuu la serikali. Sasa katika kuzingatia hayo, ndio mimi napenda kupendekeza na kumshauri mwanasheria mkuu wa serikali explore hii kitu, ajaribu kuangalia kama
hii inahitaji kuwepo na sheria, national accountability, ili tupeleke tufike huko tunakoenda. Na hii sheria, mimi kama mtataka kuona maoni yangu, mimi nitawaambia ijumuishe. Unajua tumekuwa tunakula pale viapo kwa Mheshimiwa Rais pale. Sasa kwa sababu na ile kiapo kile kiko chini ya sheria ya viapo, sidhani kama kuna sanction ya ukiacha hizi disciplinary measures, but I would like to be penal sanctions. That haiwezi ukaenda ukapoteza muda wa Mheshimiwa Rais anakuapisha pale na una pose sijui na nini, alafu tena umebeba na Biblia na Qurani, alafu baada ya hapo unaenda kuapishwa na Mheshimiwa Jaji Mwangesi. Kile ni kiapo, kinaitwa kiapo cha uadilifu. Ya kwanza nitakuwa si mzalendo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu unaendelea kuyarudia yote yale yote yaliyo pale yamedondolewa kwenye sheria mbalimbali. Kwa nini yale tusiageuze kwa the National Accountability Act? Sheria ya taifa wajibikaji. Ili mtu anayevunja kiapo chake tusubiri tu zile disciplinary sanctions, awajibike pia hata na sanctuary awajibike pia hata huko penally mahakamani huko. Huo ni ushauri wangu. Executive, they can take it or decide to ignore it. Of course hapo wanaohusika sasa ni muhimili wa serikali wa utendaji na bunge. Sisi tumetoa ushauri. Tumetoa ushauri huu kwa sababu kazi yetu maisha yote huku mahakamani huwa ni kuwajibisha wanaovunja sheria cha 26 chini ya ibara 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mimi ningependa huu wajibikaji uextend kwa kila sehemu. Kama taifa tutapona na nia njema ya serikali itatekelezwa na taifa hili litaendelea kustawi kijamii, kiuchumi na kisiasa. Tumezungumza kwa uchungu sana juu ya hadhi ya mahakama na ukuu wake na heshima yake na namna ya sisi wenyewe wa mahakamani ni majaji na mahakimu, waamuzi kwa ngazi zetu zote. Lakini mawakili wa pande zote wanaokuja mahakamani na taasisi zote wadau na wananchi wenyewe wanaenda mahakamani na wenye mashauri yao mahakamani. Mimi nakubaliana sana na Tanganyika Law Society kwa mkakati ule walioweka wa kuhakikisha kwamba hii hadhi ya mahakama inabaki pale kama ndio sehemu ambacho ni chombo pekee ambacho watu wanakimbilia ili kupata haki zao. Kwa sababu pale lazima paheshimiwe. Pale lazima paheshimiwe. Nilichokiona mimi ambaye maisha yangu yote nimekulia kwenye utumishi wa mahakama. Kwanza nikiwa wakili wa serikali kama ofisa wa mahakama, court officer. Sio judicial officer, court officer. Naenda mahakamani na naendesha kesi nyingine za jinai kama prosecutor au nyingine kama ni rufaa kama respondent au mimi mwenyewe sisi tumekata rufaa kama appellant. Lakini na mashauri yote nimeendesha. Yawe ya katiba na nyinyi mnafahamu. Yawe ya uchaguzi nimeendesha, yawe ya kikatiba nimeendesha, yawe ya madai ya kawaida nimeendesha, yawe ya jinai nimeendesha. Nilichokiona nidhamu iliyokuwepo wakati ule na sasa imepungua sana. Na ndio maana kwa sababu moja ya role ya Tanganyika Law Society ni kuhakikisha kuna kuwepo na utawala wa sheria unadumishwa katika taifa hili. Kwa mamlaka yao waliopewa chini ya kifungu cha 4 cha sheria ya Tanganyika Law Society. Ndio maana wanakuja kwa uchungu, wanasema jamani, hapana, mahakama lazima endelee kuchukua nafasi yake ya hukumu na kuheshimika katika taifa hili. Right now tumedigress. Tumedrift away kutoka ile practice iliyokuwepo wakati ule. Walinzi wa hadhi na heshima ya mahakama wakati ule walikuwa ni mawakili wa kujitegemea, Tanganyika Law Society tutawaita hivyo, na mawakili wa serikali. Kwa hao court officers ndio walikuwa walinzi wa kwanza. Hawakuwa na bunduki. Polisi walikuwepo na bunduki zao. Lakini hawa ndio walikuwa wanatetea hadhi ya mahakama. Sasa tumeacha. Na ndio maana Mheshimiwa Masabo ameliongea hili kwa uchungu. Ametumia lugha ambayo mimi sitaki kuitumia. Sasa sijui ni Kiswahili sahihi au sio Kiswahili sahihi. Lakini kwa sababu labda ndio lugha imekuwa inasikika huko.
Nadhani tuna hivi kwa Kiingereza, labda ningetumia neno la Kiingereza nalo limerudi kwa huko, sijui limetoka wapi. Ile neno la Kiingereza nimesharudi huko kwa Kiingereza. Ikiwa tutaazima yale yaliyoko kwenye Biblia na Qurani kuhusu jukumu hili la mahakimu na majaji, unawekwa nadhani kwa sitaki kuventure sana huko, kwa wanaojua Uislamu neno hakimu lina maana gani, ambayo sasa sisi huku tumetafasiri kama waamuzi, na hatutaki kutumia neno waamuzi, tumejificha kwenye maneno ya majaji. Tunaitwa jaji. Kwa Kiingereza jaji. Ina maana gani? Iwe kwenye dini au kwenye lugha tu yenyewe ya Kiarabu, neno hakimu. Alafu, how can we afford to ignore this very sacred place where we get justice? Ndio maana ikatungwa sheria pale ya kudumisha heshima wakati wote na unyenyekevu, ambao mwenzenu sikutaka hata kupoteza muda wake kumsumbuisha hapa mwenyekiti. Kusiwe na unyenyekevu sehemu unakopatia haki. Eti unasema eti sijui vitu gani? Ushauri wangu kwenu majaji haya pengine na mahakimu, tumefika hapa kwa sababu na sisi wenyewe tulisinzia kuenforce sheria zinazolinda hadhi na heshima yetu na ukuu wa mahakama. Ninachokiona ambayo ni makubaliano yetu hapa ni kwamba anayekiuka haya maadili awajibishwe, na tuna namna za kuwajibisha. Tunaweza kumwajibisha jaji au hakimu. Jaji anaweza kumsanction pale, kama ni wakili anaweza hata kumsimamisha kupractice. Lakini ikienda kwenye contempt of court inayozungumzwa kwenye kosa la kuidharau mahakama, inayozungumzwa kwenye kifungu cha 114 cha sheria kanuni ya adhabu. Kile kifungu kiko very comprehensive, tuwajibishe. Tuchukue hatua zetu. Vinginevyo sisi mahakama tutafikia hatua tutakuwa redundant. Kile kifungu 114 cha sheria kanuni ya adhabu kiko very comprehensive. Tuanze na sisi wenyewe mahakamani kujisahihisha. Yaani mimi nikiona tendo fulani la utovu wa nidhamu na kimaadili linafanyika mbele ya jaji mahakamani, mbele ya hakimu mahakamani, unaliona kabisa hili ni tendo ambalo lina amount to contempt of court au kuidharau mahakama. Alafu hachukui hatua. Opinion nitakayokuwa nayo kwake huyu mtu huyo judicial officer itakuwa na very low opinion kumhusu yeye. Na sana nitaona kama huyu ameshindwa kutekeleza majukumu yake ya ujaji au ya uhakimu. Sasa utatekelezaji majukumu ya ujaji au hakimu ikiwa huheshimiki na oda unazotoa hazui enforceable? Sasa nani ndivyo tutapaswa kwenda ili taifa hili libaki kuwa taifa linaloheshimika kama ambavyo limekuwa siku zote. Na hatutaweza kukondoni na vitendo vingine vya kigaidi mahakamani, wala mtu kujivika kofia ya kuwa wakili kufanya mambo ambayo ni ya ovyo mahakamani. Katiba yetu imetueleza kila moja ni all equals before the law. All equal before the law. Article 13 of the Constitution. Lakini ibara 107 capital A sub article 2 kitu cha kwanza kanuni wamesema kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii au kiuchumi. That being the case, we cannot afford to be segregative on this one. The law should apply squarely. Hakutakuwa na mtu mwenye hadhi tofauti awe treated tofauti. Na mawakili mtusaidie. Ninyi court officers, ninyi maafisa wa mahakama, walioko kwenye private, walioko kwenye public bar, tusaidieni. Mtatusaidia kwa namna mbili. Moja, ninyi wenyewe mtabadilisha mwenendo wenu. Mtabehave kama ni watu mnakiishi hicho mnavyopaswa kuishi kanuni za maadili yetu. Hayo maadili yako mengi, yako kwenye hiyo sheria Advocate Act, lakini ndio ambayo sheria yenyewe, lakini na hizi kanuni zilizotungwa pale. Alizokuwa anazirejea Mheshimiwa Masabu. Pengine wengine mmezirejea, lakini mimi nilipokuwepo niona anazirejea pale. Tuziishi. Taifa hili litaendelea kuheshimika. Utawala wa sheria uliosisitizwa sana. Hakuwezi kuwa na utawala bora ambao ni moja kipaumbele vya kwanza kabisa vya dira hii ya taifa. Halafu watu mahakamani iko pale, mahakama isiwe inaheshimika, na sisi tukawa na tunaangalia tu, tunakuwa passive, we tend to be so much complacent. Sasa hii ni pamoja na kwamba
jeshi la polisi litaendelea kuenforce law and order mahakamani. Mahakama ya wapi ambayo inakosa ulinzi? Na wakati kwa kipindi ambacho watu akili zimeshaharibika kiasi hiki, watu wanazungumza mambo, hawana tena heshima kwa viongozi wa taifa wala kwa binadamu wenzao. Hatuheshimiani. Kama huyu ni law enforcer, umheshimu na kuzingatia maadili ya taratibu zake. Wewe unaona wewe ndio wa maana, wewe ndio msomi. Sisi tunaitwa lendi. Hatuitwa lendi kwa maana ya kuelewa kila kitu. Huku jeshi la polisi lina wasomi wengine wengi. Unaweza kukuta lina wanasheria wengi zaidi kuliko walioko kwenye ofisi ya Solicitor General, ofisi ya Attorney General. Taasisi zote hizi za umma zile ambazo zina wanasheria. Niwaambia tarehe 19 mwezi wa 8 pale Jakaya Kikwete kwenye mkutano wa utatu, kulikuwa na kipindi hapa, sisi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wakati ule ndio ilikuwa na wanasheria wengi, lakini tulifikia hatua jeshi la polisi lilikuwa linatuzidi kuwa na wanasheria wengi zaidi, na wako wengi, na sasa wengine wako hata ofisi ya taifa mashtaka. Kwa hiyo hatuwezi kujifanya kwamba sisi tunaosoma sheria sisi ndio tunaojua peke yetu. Lakini usomi sio sheria peke yake. Watu, kuna wataalamu wengine ni madaktari, wengine ni wahandisi, wengine ni walimu, wengine ni wataalamu wa forensiki. Wako wa kila aina. Wako wametapakaa huko, wako magereza, wako jeshi la polisi na sehemu nyinginezo. Nataka kuambia hivi, tunaitwa lendi persons kwa sababu moja. Kwa sababu shughuli zote za umma duniani husimamiwa na kuongozwa na sheria. Sisi sifa tulionayo ya kutufanya tuitwe lendi ni ile sifa ya kuzitafasiri hizo sheria na kucommunicate hiyo tafasiri kwa watu wengine. Kwa hiyo mimi sio daktari wa tiba za binadamu wala mhandisi, lakini ile fani ya uhandisi, fani ya tiba, fani ya walimu na fani zote ziwe za kilimo na nini na waandishi wa habari na kila fani duniani zote zinaongozwa na sheria. Kwa hiyo kukitokea changamoto, mwanasheria ndo anaenda kutafasiri kwamba bana, kwa mjibu wewe kama daktari procedure kama ni ya kumfanyia operation huyu mtu ilipaswa inaanza na hiki na hiki na hiki na hiki, wewe umekiuka hapa. That is why we are called land brothers and sisters, or land friends. Na alafu ninyi mawakili wa mlioko kwenye baa wa serikali na hawa wa Tanganyika Law Society, wala hampaswi kuwa na uadui, wala pia hampaswi kuwa na uadui na jeshi la polisi, kwa sababu huku jeshi la polisi ni wako wana sheria ambao ninyi huko wote mnaitana land friends, ila sisi huku mahakimu majaji ndio tunaitana land brothers and land friends and land sisters. Ninyi kwa level yenu kama councils mnaitana land friends kama mlikuwa mjui. Sasa friends aliyoko huku na friend aliyoko huku mtakosanaje? Wako hata magerezani. Sasa hii kitu ndio maana nianza nayo asubuhi nikamwambia sisi wa Afrika tunawezaje kudigress tukatoka kwenye mila na desturi zetu nzuri kama hiki. Na hata sisi kwenye viapo vyetu, kiapo kile ukikisikia kiapo kile cha jaji na hakimu kinazungumza juu ya kutenda haki kwa mujibu wa katiba na sheria na mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mila na desturi zipi zimetajwa pale? Kwa hiyo isipokuwa hao law enforcement agencies kama jeshi la polisi, na ninyi mtakapokuwa mnatekeleza jukumu lenu mahakamani, litekelezeni kwa namna ambayo ina reflect professionalism ambayo ni acceptable kwa watu wanaofanya kazi mahakamani. Alafu na ninyi mawakili msiwachokoze. Msiwachokoze. Hawa ni binadamu wenzetu. Nimeshawaambia nao wamesoma. Hata kama wakusoma, usomaji maana yake ni nini? Usomi ni nini? Usomi hauondoi heshima na hadhi ya mtu. Ibara ya 12 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano inazungumza juu ya kwamba kila mtu anastahili kuheshimiwa na kuthaminiwa utu wake. Whether ni polisi, ni hakimu, ni wala sio swala kuwa polisi, ni binadamu. Sasa lakini wakiwachokoza mkiwa mahakamani, na ninyi mwe na akili nzuri. Endeleeni kuwa na akili nzuri, mjue mko mahakamani hapa. Mkianza kubehave kwa namna ambayo itaonekana mahakama nayo haiheshimiki, na usomi wenu utakuwa umerudi sijui msoma hata sijui. So
kwenye vitu lazima tuwe so much keen. Yaani tufanye mahakama ishindwe kutekeleza jukumu lake la kusimamia utawala wa sheria kwa mujibu wa ibara ya 26 Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Halafu tumezungumza umuhimu wa amani, usalama, utulivu. Hivyo vitu vikiwepo ndiko jamii inaweza ikaendelea kijamii, kiuchumi au kisiasa. Watu wakafanya biashara, watu wakafanya uwekezaji. Halafu wakwenda kufunga ndoa, wakaenda kufunga ndoa. Wakwenda kwenye nyumba za ibada, wakaenda kwenye nyumba za ibada. Wakwenda shambani kulima, wakaenda kulima shambani. Wale wanaotaka kwenda kuposa waende wapose. Ndio ustawi wa wananchi tu huo. Hicho ni vitendo halali. Watu wafanye kazi. Na niwaombe vile vyombo vya, na ndio mnaitwa law enforcement agencies, kwa sababu kazi yenu ni kuenforce zile sheria, kuzisimamia. Wala hata msiogope. Ila mfanye majukumu yenu kwa namna ambayo itapelekea hivyo vitu viwepo. Kwa sababu ninyi kama law enforcement agency, kwa mfano chukulia jeshi la polisi, jeshi la PCB, jeshi la polisi, au ile taasisi ya kuzuia na kupambana na madawa. Hawa wana intelligence information, wana taarifa za kiintelijensia. Ndio kazi yao, wanalala wanachunguza. Sisi tumelala usingizi huko. Wanapo reinforce usalama mahakamani, msiseme haja jamaa wamemilitarize nani? Militarization ya nini yani ya mahakama. Ya ile premises zile. Tujui walikuwa na taarifa gani. Lakini pia waifanye kwa namna ambayo kama hiyo kuna hiyo nini basi ionekane inafaa. So much limited kutegemea na hiyo threat iliyopo. Sio watu wametishia tu kwamba kutakuwa na hiki na nini mkapeleka jeshi lote pale for nothing. Alafu mnaleta picha gani? Alafu sidai kuona mahakama eti inaendeshwa haina polisi. Mahakama ya wapi? Paka mahakama ya mwanzo ina polisi kule, inaitwa court order. Yaani mnataka jaji aje uawe hapa? Tunafanya maamuzi makubwa. Mnataka hakimu aje achambuliwe pale? Mimi uzuri wangu ni kwamba Tanganyika Law Society wamelieleza hili swala vizuri na kwa uchungu, na ninyi Mungu ataendelea kuwabariki. Kwa sababu siku moja nilikuwa nasoma Biblia, nadhani Mathayo sura ya 5 mstari wa 9. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Alafu sisi wote hapo tuna dhambi nyingi, tunapenda kuitwa wana wa Mungu. Alafu tuambie upatane na wenzako, unasema unakataa. Alafu mimi najiuliza, unamgomea nani? Unagomea kutekeleza jukumu la sheria? Sheria inagomewa. Sheria unaipa ushirikiano. Sheria unaipa ushirikiano. Ukikosa kushirikiana na sheria, there is a sanction. Utarudi ibara ya 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ila ninyi bana ni watu wazuri sana. Hili swala la contempt of court sisi mahakamani tutalisimamia kwa ufanisi ipasavyo. Swala la kuidharau mahakama, mahakama gani itakuwepo? Yani tabaki na kuvaa suti tu hapa na kuitwa mheshimiwa jaji watu waheshimiki. Na niombe jamii ya wananchi wa Tanzania ambao nawajua mimi. Hii dunia hii. Kuna kitu ukisoma kwenye katiba, kuna kitu kinaitwa maadili ya jamii. Hivi mwae kusoma ibara ya 19 ya katiba, ibara ndogo ya 3 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inazungumza juu ya inazungumza juu ya nini hapa? Inazungumza juu ya maadili ya jamii. Ambapo inasema kwamba hifadhi ya haki zilizotajwa katika ibara hii itakuwa chini ya taratibu zilizowekwa na sheria ambazo ni muhimu katika jamii ya kidemokrasia kwa ajili ya usalama wa jamii, amani katika jamii, maadili ya jamii na umoja wa kitaifa. Maadili ya jamii ninyi mwae kuona yamekuwa defined popote pale. Je, ndio hizo mila na desturi za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Je, ni yale yaliyoorodheshwa kwenye ibara ya 6 mpaka ya 11 ya katiba? Je, ni zile haki za msingi na wajibu ulioko kwenye ibara ya 12 ya katiba mpaka ibara ya 29? Maadili ya jamii. Kwa hiyo niombeeni sana hili mlisimamia, kila mmoja awajibike kwa sehemu yake, kwa sababu kutakuwa na sanctions. Mahakamani ni sehemu, shughuli za mahakama zinazoenda kufanyika. Business
court business zinapofanyika pale, ambayo ni kusikiliza mashauri na kufanya maamuzi, sio sehemu ya usikilizaji wa hadhara. Mnielewe vizuri, ninyi mawakili wa pande zote mbili ambao kwa muda sasa mmekuwa passive. Mahakama kwa kutumia jina la mheshimiwa inadharauliwa na ninyi mko tu pale, hamwajibishani, na you become yourself redundant. Kama wewe mwenyewe unaenda kwenye sehemu ambayo haiheshimiki, wewe mwenyewe kama alivyosema mheshimiwa Masabu, si na wewe mwenyewe unakuwa huheshimiki. Kwa hiyo ninyi ndio mna wajibu wa kuitetea hii kitu. Mahakamani ni sehemu ambako usikilizwaji wa mashauri mbalimbali unakofanyika, na kwa sababu ni sehemu la kusikiliza mashauri na ili kutoa maamuzi ya haki, kuna taratibu zake na heshima na procedure, ndio maana mmeweka haya mambo. Mahakama sio sehemu ya usikilizwaji usikilizaji wa nini huwa usikilizaji wa hadhara, public hearing. Mahakamani sio sehemu ya public hearing. Ni open court lakini sio public hearing. There is rules that regulate that proceeding there. Sasa mnanielewa jamani? Kwa hiyo wanaotaka kulazimisha kuingia mahakamani wakati hata space haitoshi, nao wajiangalie tena. Na wala hatuwezi kudai sijui live streaming, live broadcasting, na vitu gani. Hivi kwa akili yenu hii nchi na fedha za kumtangaza, mimi nikishtakiwa pale mnitangaze. Akishtakiwa huyu atangazwe live. Sio bure, live. Mimi nikienda kupanda train ile SGR naenda Dar es Salaam mnitangaze live. Hivi ni nani ni bora kuliko mwingine hapa? Hata tafasiri yenyewe tu haiko sawa. Kwa sababu ibara ya 18 ya katiba inachoeleza ni haki ya kupewa taarifa. Inasema hivi: kila mtu, nitasoma D, anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia kuhusu masuala muhimu kwa jamii. Kupewa taarifa sio kutangazwa wakati wote. Unatangazwa wakati wote, maana yake ni nini? Yaani sasa hivi hapa sisi hii ingekuwa live streaming au live broadcasting. Tukitembea kutoka hapa kwenda hapo ofisini kwetu tunatangazwa. Huyo mtu akutupiga picha mwenyewe atakuwa yuko wapi? Halafu kuna watu hapa wanatoka ofisi sijui wakili mkuu wa serikali, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wamenyamaza tu, haya wayasemi. Sisi mpaka huku mahakamani ndio tuje tuseme. Na vitu vyenyewe ni vya kisheria tu. Na uoga wenu unajua. The so-called the right to free speech. There's no freedom, there's right which is so much absolute. Na ndio maana skimu ya katiba yetu ni haki za msingi na wajibu. Sitaki kuwafundisha ninyi wana sheria, someni katiba, ibara 29 ile inasema nini, ibara 30 inasema nini. Kwa hiyo una haki lakini una wajibu. Una haki ya kuenjoy hizo haki zako, so long as also we have not infringed upon haki na ya mtu mwingine. Free speech ambayo inatufanya tusiheshimu hata watu wazima, tusiheshimu hata viongozi. Hii kacha wapi hii? Tunataka kama magaidi, maana magaidi haheshimu wenzao, yanaua tu. Yaani ukishafikia hatua mtu kama wa Afrika sisi nisimheshimu mheshimiwa Jaji Mwarija. Mimi ni jaji mkuu, lakini kwa umri wake nampa shikamoo. Kuna majaji ninawapa mimi shikamoo, wengine wamenifundisha kazi nilipoanza kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wako hapa kote kwa pili. Right to free speech. Alafu sisi hawa Jumamosi na Jumapili tuko kanisani, tunasoma ile habari ya mli sijui ya 8 useme uongo. Alafu kutwa nzima tuko kwenye mitandao tunatangaza uongo ambao utasababisha taifa lisitawalike. Sisi huku mahakamani mkiwaleta, tutaangalia ule ushahidi jinsi ulivyo. Hatutaogopa kufanya maamuzi, kwa sababu ndicho kiapo chetu. Tutafanya maamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano na mila na desturi, bila hofu
huba, chuki wala uoga. Na ndio maana unapozungumza juu ya haki, haki maana yake ni nini? Haki ni uamuzi unaofanya kwa kuzingatia katiba na sheria kwa mujibu wa ushahidi ulioletwa mahakamani. Ndio ibara ya 107 Capital B. Na mamlaka yetu yameelezwa kwenye ibara ya 107 Capital A kwamba ndio kauli ya mwisho, mamlaka ya mwisho ya utoaji haki, mamlaka yenye kauli ya mwisho katika utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba kuongezea, mamlaka hayo yanashehenezwa na kuimarishwa na tunapokuwa tunafanya maamuzi kwa maslahi ya haki. Ukisoma ile katiba inazungumza juu ya maslahi ya haki, maslahi ya umma, maslahi ya taifa. Kwa hiyo mamlaka tulionayo yanatokana na uwezo wetu wa kufanya maamuzi kwa maslahi ya haki, kwa kuzingatia maslahi ya haki. Our capacity, our power lies in our ability to take or to make decisions in the interest of justice. Na ukisha kuwa na interest of justice, ndio utarudi tena kwenye ibara 107 Capital A sub article 2 E. Ukisema uitumie statement yake ile baadaye kudefeat credibility ya ushahidi wake, wakisema kwamba nini sasa mmeshafundishwa au nao usema na ujua hapo mmeshafundishwa, hawa the judge will reconcile this. Sisi hatutaenda na experience zile principle na sheria tulizoziweka za msingi za kuimarisha upatikanaji wa haki. There is no way you can do away with the procedure altogether. But vitu vidogo vidogo vile mingine wanalaji hapo wana concede wao wenyewe, wanasema kuna shida hapa. Na mimi naomba Tanganyika Law Society na optional chair kwa serikali, kama kuna kanuni hazitusaidii hapa, leteni mapendekezo. Tanganyika Law Society, kama kuna sheria haziendi vizuri kwenye dispensation ya justice, walikini watu ni dini wazima katiba na sheria, wakae wafikirie. Lakini kuna viligo technicalities vingine havina akili nzuri. Vile ndivyo tunavyosema we should not detain us. Kwa sababu mwongozo wa maslahi ya haki uko kwenye katiba. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Nini mna jukumu lile la chini ya ibara 59 Capital B? 59 Capital B. Nini mna jukumu pale? Ambapo mkurugenzi wa mashtaka anakuwa huru. Katika ibara ndogo ya ile nasema, katika kutekeleza mamlaka yake mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru hata ingiliwa na mtu yeyote au na mamlaka yoyote, na atazingatia mambo yafuatayo: A, nia ya kutenda haki; B, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki; na C, maslahi ya umma. Yale yaliyozungumzwa hapa na viongozi yazingatie. Huu ndio mwongozo wenu ni ya kutenda haki. Tuishi hivi vitu. Kuna maisha baada ya hapa. Baada ya utumishi wa umma kuna maisha. Kabla tujaenda huko tunakoenda kuna maisha. Mheshimiwa Jaji hapa anazungumza, kesi anasikiliza, anafikia mwisho, mnaita nole prosecute. Mnamkamata huyu mtu na sheria inasema mkimrudisha siku hiyo iendelee, kwa sababu ni discontinuation. Iendelee pale ilipoishia, iendelee. Kwenye hili mimi nakiri, sisi wenyewe mahakamani tumekuwa wazembe wa kuenforce kile kifungu kwa sababu kiko wazi. Mbona mimi kwangu walikuwa hawaleti, yani nilikuwa nayakataa. Hawa tusiwaendekeze. Hatuwezi kwenye justice jamani. Justice. Alafu Mungu huwa ni rafiki wa watu wanaotenda haki. Alafu hapendi kabisa wale waonevu. Hata kuwajibisha tu, hata ukiwa unatembea unaitwa mheshimiwa nani. Sisi wenyewe tusigeuke kuwa Mungu. Yaani tumefikia hatua, mimi ndio nimesikia haya, kwamba hamtaki kesi sikilizwe mapema kwa sababu eti huyu mtu ataachiliwa mapema sijui nini. Wewe umekuwa Mungu. Alafu kila siku nakuona unaenda kanisani Jumamosi, Jumapili. Mninyi mkuu mjuu kuna kitu kilikuwa kinaitwa miji ya makimbilio, ambaye aliwa bila kukusudia alikimbia mbio ili asilipizwe kisasi, anaenda mpaka kule kwenye ule mji. Akifika kule anakaa.
Akishaingia kule, wewe unayemfukuza muue, uwezi kumgusa. Kesi itasikilizwa, akithibitisha kweli huyu aliua bila kukusudia, yule bwana atakaa pale. Atafanya akiwa huru, anafanya shughuli zote. Haya magereza hayo mnayosema magereza hayo, hapo ndipo yalipotoka. Ilikuwa sehemu ya kwa reform. Alafu baadaye anarudi kwao. Mimi ninachojua, mtu anayefanya kosa kubwa kama kuua ana lifetime punishment, yani sentence yake ni lifetime. Ndio maana mimi nilikuwa hapa, hakimu hapa na jaji na hukumu hapa. So, mtu ameshaua mkewe, kaua mtoto, kaua baba, ameoa mdogo wake, kaka yake, ameoa dada yake, ameoa mtu, anakimbia mwenyewe, anaenda polisi, anajisalimisha, nimeua. Na hawa jamaa wanamchaji sijui na mada, hata kama ushahidi ni manslaughter. Kwanza anzeni kusitaki watu kwa manslaughter moja kwa moja. Tunataka kupunguza haya makesi. Ushahidi wenyewe ni wa mada, ni wa manslaughter. Mnafungua charge ya mada. Kwa nini? Kwani mtu anakukataza kwamba ufungue information ya manslaughter moja kwa moja? Kama mlikuwa mnafanya, kama mlikuwa mfanye, fanyeni. Sisi tutabadilisha hiyo sheria ya Magistrate Court Act. Haya mashauri ya manslaughter yatasikilizwa na mahakama ya mkoa. Hatuwezi watu tuwe na nini na nini. Yaani mtu akiua ukaona akaenda kwa polisi akajisalimisha, akasema niliua lakini ni kwa bahati mbaya, sijui nimfumania ugoni, sijui alinitukana whatever, akatoka pale kapelekwa kwa hakimu, akaandika extrajudicial statement, na kosa analostakiwa nalo adhabu yake ni kifo kwa kunyongwa. Huyo mtu ameshajuta, ameshajifunza. Mnataka ajifunze namna gani? Alafu nani aliyesema makosa ni ya kuua tu? Huko virushwa rushwa tunavyochukua huko. Alafu anayechukua rushwa ndo anamemng'ang'ania. Hii tutaimaliza. Hii tutaimaliza. Mimi sikuandika ile dira, imesema tumejawa uzembe, tumejaa na rushwa na kutokuwajibika. Yaani tumeshafikia hatua hiyo. Mimi natambua reform na juhudi kubwa zinazofanywa na mkurugenzi wa mashtaka wa sasa na timu yake. Lakini tunataka mbadilike kifikira. Sisi huku hatutaikondoni ile. Na tunakuja na reformu nyingi mpaka no stone will be left unturned. Tufike tunakotaka kwenda. Yale yaliyoko ndani ya uwezo wetu sisi kama binadamu, Mungu ametuintazi tutekeleze haki, tuyatekeleze. Yale yanayotushinda sisi wenyewe hatuwezi kujifanya ni Mungu. Na ndio maana nasema tumefuga kwa sababu ya kuendekeza mambo haya, sijui polisi anafanyaje na pia wanafanyaje. Tumebreed uhalifu, ndio maana makosa yanaendelea, kwa sababu yule mhalifu hawajibiki. Na kesi nyingine upelelezi unaendelea tu. Kwa sababu wakimpeleka huko mahakamani, ushahidi haupo. Hizi kanuni itakuja kwa this gonna be the mass of all criminal justice reforms in this nation. Kuleta usawa before the law. Kwa hiyo niombeni sana. Hatuwezi sisi kusukumwa na vitu vingine vyovyote. Alafu mmebuni kitu gani hicho mnasema kauli mbiu yenu? Mfungwa au ni kitu gani? Wamesemaje mama? Msemaje kumfungwa au kuwafanyaje? Na kama mkurugenzi. Sasa kama ni kufungwa au kuachiwa, mbona mnaleta vitu ambavyo sivyo? Kwa nini hamtaki kama kuachiwa achiliwe mapema? Alafu ni ubunifu gani? Ninyi mkisha toka kwenye katiba na sheria mtafambo. Katiba imesema ninyi mtaongozwa na nia ya kutenda haki, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki na maslahi ya umma. Yaishini hayo. Tuna mashauri na ninaombe mawakili Tanganyika Law Society, niombeni sana. Naibu mwanasheria mkuu wa serikali ametushauri vizuri hapa. Sisi katika kukuza uchumi na biashara, kama nilivyosema asubuhi, tumekuwa na utaratibu wa kushughulikia baadhi ya mashauri haya, kuya fast track. Kwa mfano zile commercial cases, tukaanzisha mahakama mahususi ya mashauri ya biashara. Lakini pia tunaangalia pia na usuluhishi. Tunayo mashauri ya kodi huku kwenye mahakama ya rufaa.
mashauri ya migogoro ya kibenki, mikopo, haya tutaendelea kuyashughulikia kwa namna ambayo tunayapatia kipaumbele ili yamalizike mapema. Niwaombe kuwashauri, nadhani Mheshimiwa Majaji Masabu amewashauri hapa alipokuwa anarejea zile kanuni. Kesi nyingine ni za kumalizana tu, kuelewana. Kama kesi ni ya kushauriana, wamalizane kwa suluhu, wamalizane tu. Sisi kwenye mahakama ya rufani hatujaweka kanuni ya usuluhishi na hatutakaa tufanye kusuluhisha. Lakini mtu akija, parties wakija wakasema, sisi waheshimiwa majaji tunaomba hili leo tusiendelee, twende tumalizane, tumeshaanza mazungumzo, sisi tunashangilia, kwa sababu pia ni maelekezo ya kikatiba kukuza na kuendeleza usuluhishi baina ya watu wanaohusika kwenye migogoro. Ibara ya 107 Capital A Sabatical 2D. Tuwaombe, tekelezeni wajibu wenu kwa ufanisi kwenye eneo hili. Ninyi ni watu ambao ni very competent. Mkiona kesi yenyewe wanaweza kumalizana amicably kidogo, washauri tu jamani, ili tuelewane tu hapa. Tuzingatie zile kanuni.